Zaidi ya wananchi 200 wa kijiji cha Kihangaiko kata ya Msata mkoani Pwani wamefaidika na huduma za matibabu, elimu ya afya pamoja na msaada wa chakula uliotolewa na shule ya mafunzo ya awali ya kijeshi RTS Kihangaiko ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Msaada huo umetolewa ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mahusiano kati ya jeshi na raia wakati wa kuhitimisha zoezi la medani la wapiganaji wapya KURUTA. Akizungumza wakati wa kutoa misaada hiyo, mkuu wa shule ya RTS Kihangaiko Brigadier General Sijaona Michael Miala amesema huduma hizo ni sehemu ya zoezi la medani linalojulikana kama exercise maliza. Kwa kila zoezi la KURUTA linalofanyika polini tunasema exercise maliza. Tumekuwa tukiweka zoezi la CMIC, Civil Military Cooperation, tukiwa na lengo moja tu la kutoa huduma ya matibabu kwa wazee na watoto na wenye changamoto mbalimbali, lakini pia na kutoa msaada wa chakula kidogo. Sio kwamba hawana chakula, lakini katika kuonyesha upendo na ushirikiano watapata chakula na kupata elimu mbalimbali kuhusu maeneo yetu, kwa sababu anatumika na mabomu na vitu mbalimbali hatari ambavyo vimekuwa watu wakiokota kama vima chakavu. Kwa wamepata elimu leo, kwa ushirikiano huu utaendelea na elimu hii itaendelea, na tumeona hii ndio siri kubwa. Kwa upande wake, mganga mkuu wa shule hiyo Edwin Mboya amebainisha kuwa mbali na kutoa matibabu kwa maradhi mbalimbali yanayowakumba wananchi wa eneo hilo, wametoa pia elimu ya kinga dhidi ya magonjwa ili kuwajengea wananchi uwezo wa kujilinda kiafya. Sisi kama madaktari au kama timu ya tiba kwa siku ya leo tumefika hapa. Kwanza kabisa tumetoa elimu ya afya kwa wanakijiji kuhusiana na magonjwa ya kuambukiza, kuhusiana na usafi wa mazingira kwa ujumla. Kulingana na jamii yao, asilimia kubwa ni wafugaji. Kwa hiyo elimu ya afya imekuwa ni ya muhimu sana kuwapatia, kwani wengi wao wamekuwa wakifika katika kituo cha afya cha shule kutokana na changamoto za magonjwa ya kuambukiza pamoja na magonjwa ya milipuko mbalimbali waliokuwa wanakumbana nayo katika mazingira yao. Huduma ambazo leo tunakuja kuzitoa katika mazingira haya, tunatoa huduma ya upimaji wa pressure, upimaji wa shinikizo la damu, upimaji wa malaria pamoja na upimaji wa matatizo ya watoto wadogo ambao wamekuwa wengi wanakuja ni matatizo ya kuharisha, matatizo ya vifua. Kwa hiyo tunakuwa tunawacheki kuangalia changamoto hizo zimefika kiwango gani na kwa ajili ya kutoa huduma ili kuwasaidia kuokoa afya zao. Amesema pamoja na matibabu pia walipata nafasi ya kuchunguza afya za wananchi, hasa watoto na watu wazima katika kadhia mbalimbali wanazokabiliana nazo ikiwemo vifua, shinikizo la damu na maradhi mengine. Nao wananchi na uongozi wa kijiji hicho wamelishukuru jeshi kwa moyo wa ukarimu. Mwenyekiti wa kijiji cha Kihangaiko Shabani Mkomo amesema mahusiano kati ya shule hiyo na kijiji chao yamekuwa na mfano na mafanikio makubwa, huku wakazi wake wakielezea ufurahisho kwao na huduma ya chakula na dawa walizopewa za bure. Tukio walilofanya hususani la leo hili kuwapatia wananchi wetu tiba, kuangalia afya zao na kutoa ushauri na kuwagawia chakula kidogo, tunashukuru sana kwa kweli. RTS Kihangaiko wako vizuri sana na sisi na wananchi, kwa kweli tunashirikiana nao kwa mambo mengi sana, na hasa kwa jambo la leo limezidi sana kuleta tija kwetu. Kwa kweli hii kwetu ni faraja kubwa sana kwa jeshi letu linalotufanyia kwa kijiji chetu. Nashukuru wanajeshi kutembelea sisi katika maeneo yetu ya wafugaji Kihangaiko. Kipimo tumepata ambaye kwa ugonjwa yoyote hapa, tuna macho, presha, anatusaidia kwa roho yao. Mungu tunashukuru, tumekuja kukutana yote na nyie. Imetufanya tuiamini jeshi kama ni jeshi letu, na tunakuleta madaktari kuja kupima magonjwa yanayoambukiza na kupata matibabu bure. Tangu kuasisiwa kwake Septemba mosi 1964, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limeendelea kudumisha utamaduni wa kutoa huduma za kijamii na misaada ya kibinadamu, jambo ambalo limekuwa chachu ya ulinzi na amani na ushirikiano wa karibu kati ya jeshi na raia. Kutoka Kihangaiko, Msata, Pwani, huyu ni Beda Msimbe wa B Sky Media.